ya Muungano Cup ambayo fainali yake inaenda kutamatika tarehe 29. Baada ya hapo ligi inarejea. Pengine maandalizi ya kurejea kwa ligi baada ya kuipisha kwa kipindi cha zaidi ya wiki moja yako kwa namna gani? Ni kweli tuko kwenye mapumziko, japo haimaanishi mapumziko kwa maana sisi hapa watendaji, lakini kwa maana ya michezo ya ligi kutochezwa basi tunaita mapumziko. Fainali za Kombe la Muungano zitafanyika tarehe Aprili 29 na baada ya hapo tutarejea kwenye ligi, na kwamba baada ya kurejea kwenye ligi mbio zitaendelea sasa mpaka kufikia mwishoni mwa msimu. Lakini katika kipindi hiki ambacho tumepumzika, tumewekeza nguvu kubwa kwenye kurekebisha yale ambayo yalikuwa na changamoto wakati michezo ya ligi inaendelea. Tumewasiliana na klabu zetu kufanya maboresho ya viwanja, hasa kipindi hiki ambacho mvua nyingi zinaendelea kunyesha Tanzania nzima. Kwa hiyo tunaamini klabu zetu zimefanya jambo kubwa kwenye eneo hilo, lakini na sisi hapa ndani kama waendeshaji tumeendelea na maandalizi mbalimbali, na mara zote inakuwa hivyo, kila tukipata nafasi ya kupumzika basi tunaitumia vizuri kuhakikisha mambo yale ambayo yalikuwa na changamoto yanatatuliwa, ili tunaporejea turejee katika ubora zaidi. Kwa hiyo kwa ujumla maandalizi ya bodi ya ligi kuu Tanzania ambayo yanahusisha secretariat kwa maana sisi waendeshaji pamoja na klabu zetu yanakwenda vizuri, na tarajia kuona ubora zaidi pale ligi itakaporejea. Na umegusia kuhusiana na viwanja, na hivi karibuni tumeona baadhi ya viwanja vikifungiwa ikiwemo uwanja wa Sokoine, lakini pia El Hassan Mwinyi uliwahi kufungiwa, na mfano wa hivyo ikiwemo pia Jamhuri. Na si tukio la mara moja, sababu kwa miaka ya kadhaa imekuwa zikifungiwa kutokana na standard ambazo mmeziseti bodi ya ligi. Pengine mmefanya mawasiliano na wamiliki wa viwanja kuhakikisha wanaseti standard ambao ninyi mnaitaka mpira ama ligi yenu ichezeke? Sisi kwa mujibu wa club licensing, miliki wa uwanja kwetu sisi ni ile timu ambayo inatumia huo uwanja. Kwa hiyo unaweza kuwa na miliki kwa maana ya wamejenga uwanja, au umiliki kwa maana wameingia makubaliano na miliki halisi wa uwanja. Kwa hiyo sisi mawasiliano tunayoyafanya ni dhidi ya club zetu. Na ndio maana hapa wakati najibu swali lako la awali nimesema kwamba tumefanya communication na club zetu ili wahakikishe wanafanya maboresho kwenye viwanja. Kwa hiyo pale inapolazimu, kwa maana klabu yetu inadhani kuna umuhimu wa bodi kuwasiliana moja kwa moja na miliki kwa zile klabu ambazo hazimiliki viwanja, basi tumekuwa tukifanya hivyo. Lakini kwa maana ya operations za kawaida klabu zetu ndio zinawasiliana na miliki kama hawamiliki uwanja, lakini sisi tunawasiliana na wao. Standard zipo na sio siri, klabu zetu wanazifahamu, na ndio maana uwanja unaposhuka kwenye hivyo viwango unaondolewa kwanza, sio kwa nia mbaya, sio kwa nia kukomoana, unaondolewa ili basi utumike kipindi fulani kuboresha na kurejesha kwenye kiwango chake, kwa sababu ligi ni bora na lazima ichezwe kwenye viwanja ambavyo vinaakisi ubora wa ligi. Kwa hiyo hicho ndicho ambacho kinafanyika. Sawa, na ligi inarejea. Miongoni mwa mechi inayozungumzwa zaidi ni mechi ya dabi ya Kariakoo, Simba dhidi ya Yanga tarehe 3 ya mwezi Mei. Pengine maandalizi ya mchezo huu hapa Mkubwa Afrika yako kwa namna gani? Tumejiandaa kurejea kwa ligi kwa maana michezo ya ligi kuu ya NBC, lakini tumejiandaa pia kurejea, tunarejea na dabi pia. Kwa hiyo dabi kama ulivyosema, mchezo mkubwa, mchezo unavuta hisia za watu wengi, mchezo ambao unafuatiliwa na watu wengi pia. Naweza kusema pia ni mchezo kioo cha ligi yetu. Kwa hiyo maandalizi yake bila shaka yote ni lazima yaakisi hayo niliyoyaeleza. Tumeanza maandalizi muda mrefu na tunaendelea nayo. Sasa hivi tunapozungumza tuwezi kusema maandalizi yamefika 100%, lakini yale ambayo yalipaswa kuwa yamekamilika yameshakamilika, na yale ambayo yanasubiri muda kukamilika yanaendelea kukamilika kwa mujibu wa muda tunavyofikia, na kwamba imani yetu na matarajio yetu ni kwamba itakapofikia Mei 3 kila kitu kitakuwa kimekamilika, na Watanzania wapenzi wa ligi kuu ya NBC, wanazi wa dabi ya Kariakoo, watashuhudia burudani kwenye uwanja wa Meja Jenerali Samuyo.
Karimu, umetaja uwanja wa Isamuhyo lakini umetaja dabi kuwa ndio mechi kioo kwa ligi ya Tanzania. Miongoni mwa maswali kwa wadau wengi wa soka ni vigezo gani vilivyotumika kuipeleka dabi katika uwanja wa Isamuhyo, ikiwemo kwa maana ninyi mkiutema mchezo huo kwamba ni mchezo bora zaidi ama mkubwa zaidi katika ligi ya Tanzania? Ni mchezo mkubwa kama nilivyosema, lakini ni mchezo wa ligi. Na michezo yote ya ligi inachezwa kwa mujibu wa kanuni. Moja kati ya kanuni ni kanuni inayozungumzia uwanja, ambayo ni kanuni ya 9. Kanuni ya 9 inaeleza masuala mbalimbali kuhusiana na uwanja. Lakini kanuni ile pia inapata backup ya sheria. Sheria namba 1 ambayo inazungumzia pia uwanja, sheria za mpira zile. Na kwamba viwanja ambavyo unaviona vinatumika kwa michezo ya ligi ni viwanja vilivyokidhi matakwa ya kanuni pamoja na matakwa ya sheria. Moja kati ya viwanja ambavyo vimekidhi matakwa ya kanuni na matakwa ya sheria ni Meja Jenerali Isamuhyo, na ndio sababu Simba ameshawahi kucheza hapo na timu zingine, Yanga ameshawahi kucheza hapo na timu zingine, JKT anacheza hapo na timu zingine, Azam FC na timu zingine zote, wote wameshawahi kucheza pale dhidi ya timu zingine. Tunajua ni mchezo mkubwa, lakini kuna nyakati nafika hauwezi kuwa na uchaguzi mwingine. Mchezo huu kwa mujibu wa ratiba ulipangwa kuchezwa kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa na sote tunafahamu. Lakini tumepokea taarifa kutoka kwa wamiliki wa uwanja kwamba matengenezo yanaendelea pale. Hatuwezi kuutumia huo uwanja kwa mchezo huo wa ligi. Unanipa tena taarifa mpya, si ndio? Kwa hiyo kama kuna chochote kinaendelea kwenye uwanja, mimi hatuwezi kuutumia. Kwa hiyo tunarejea kwa mujibu wa kanuni, tunarejea kwa klabu mwenyeji atuambie uwanja gani atakwenda kuutumia kwa mchezo wa ligi. Kwa hiyo tuliwasiliana na Simba Sports Club, tukawaambia uwanja ambao ulikuwa umepangwa kwa ajili ya mchezo hauwezi kutumika kutokana na maelezo haya. Je, uwanja gani utatumika kwa mchezo wa ligi kuu ya NBC, mchezo namba 169 dhidi ya Simba Sports Club dhidi ya Yanga? Wakatuletea proposal ya kutumia uwanja wa Meja Jenerali Isamuhyo. Tukiletewa proposal, kinachofanyika ni kwamba tuna wataalamu wetu hapa wanajiridhisha tu kwamba ni uwanja unaokidhi vigezo vya kikanuni na sheria. Ikionekana ni uwanja unaokidhi hivyo vigezo, basi unaruhusiwa kutumika kwa mchezo wa ligi. Kwa hiyo nadhani utakuwa umenielewa vema kwamba msingi wa kwenda Isamuhyo ni kukosekana kwa uwanja wa Benjamin Mkapa. Na umezungumza kanuni ambayo inatumika kuchagua uwanja, ikiwemo pia kuna kanuni inawapa mandate bodi ya ligi kuwa final say wa uwanja upo utumike kwa ajili ya mechi ipi. Na nikirejea pia kauli ya bodi ya ligi msimu jana, mechi ya dabi ya Mzizima baina ya Simba dhidi ya Azam, awali Simba walitaka mechi ichezwe katika uwanja wa KMC Complex, lakini ukahamishwa kupelekwa katika uwanja Benjamin Mkapa, mkiutemu mchezo ule kama ni A-list game katika ligi ya Tanzania. Tofauti ya uwanja wa KMC Complex na Meja Isamuhyo ni ipi? Yani tofauti iliyoifanya dabi ya Mzizima ishindikane kucheza KMC Complex, alafu dabi ya Kariakoo iwezekane kuchezwa katika uwanja wa Meja Isamuhyo? Tofauti ni kwamba umesema mwenyewe mchezo wa dabi ya Mzizima uliondolewa KMC Complex ukapelekwa Benjamin Mkapa. Tofauti yake sasa na scenario hii ni kwamba huu mchezo ulikuwa tayari Benjamin Mkapa. Kwa hiyo unaondolewa Benjamin Mkapa kwa sababu Benjamin Mkapa haiko tayari kwa huo mchezo. Hiyo ndio tofauti kubwa. Okay, kwa hiyo kwenye viwanja vya Tanzania ukiacha Benjamin Mkapa, uwanja wa pili kwa ukubwa ama kwa ubora ya kupeleka mechi za A-list ni Meja Isamuhyo? Baada ya uwanja tulioutangaza, kwa sababu haikuwa siri, tulitangaza kwa public kwamba michezo yote ya dabi itafanyika kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa. Hatukusema kwamba kama itashindikana hapo itafanyika kwenye uwanja fulani. Tulisema tu michezo yote ya dabi itafanyika kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa. Kwa hiyo ikitokea mchezo wote wa dabi, kituo chetu ni wapi? Benjamin Mkapa. Kama Benjamin Mkapa hauna nafasi ama upo kwenye matengenezo, linarudi kuwa jukumu la klabu mwenyeji kutuambia huo mchezo wake atakwenda kucheza wapi. Kwa hiyo hicho ndicho ambacho kimetokea, na kwamba Watanzania, wapenzi wa ligi kuu ya NBC, wapenzi wa dabi, wafahamu tu kwamba huo ndio utaratibu. Tuliueleza wakati tunahamisha huo mchezo kutoka KMC kwenda Benjamin Mkapa. Tuliueleza wakati mchezo unahama kutoka Benjamin Mkapa, dabi ya Kariakoo iliyopita, kutoka Benjamin Mkapa kwenda New Amani Complex, na tunaeleza tena leo
wakati mchezo wa dabi ya Kariakoo unatoka Benjamin Mkapa kwenda Meja Jenerali Samuel. Karim, turejee kwa waamuzi. Sasa hivi maswali yamekuwepo, waamuzi gani watakwenda kuchezesha, huku wakitajwa pia waamuzi wa kigeni kuja kuchezesha dabi hii hapa, wakirejea reference ya mechi ya msimu uliopita Juni 25 tulipata waamuzi kutoka Misri. Mei 3 tutarejea waamuzi kutoka nje. Jambo la waamuzi ni jambo la kamati ya waamuzi ya TFF. Mimi na wewe hapa sasa hivi tunafanana kila kitu. Kitu ambacho ukifahamu kuhusu waamuzi na mimi sikifahamu. Ninachokifahamu kuhusu waamuzi na wewe unakifahamu. Kitu pekee ambacho tunafahamu sisi sasa hivi bodi ya ligi kuu Tanzania ni kwamba kamati ya waamuzi ya TFF inaweza kuteua waamuzi aidha kutoka ndani au nje ya nchi. Hicho ndio kitu pekee tunachofahamu. Lakini itateua nje, itateua ndani hatujui. Ikiteua ndani ni wakina nani? Ikiteua nje ni wakina nani? Hatufahamu. Kwa hiyo ni kama vile tunafanana tu, hata hili swali na mimi ningeweza kukuuliza. Agoyo, na wewe unaona? Naona. Inasemekana wa Morocco wanakuja safari hii. Sasa hapo umeniletea taarifa sasa. Inasemekana. Ndio nasema ndio umeniletea ubuyu. Ni kweli Karimu haufahamu? Sifahamu chochote zaidi ya kwamba kamati ina mamlaka ya kuteua aidha kutoka nje au ndani basi. Okay. Ikitokea wanatoka nje watatuambia ni wakina nani hao nje, tutawatangaza. Hatuwezi kukaa nao ndani, hawana faida yoyote zaidi kwamba tukiwatangaza ndio nyie mnajua na promotion ya mchezo inaongezeka. Kwa hiyo siku ambayo mimi nitapatiwa majina ya waamuzi ndio siku hiyo na mimi nitawatangaza. Ni watu wakae standby. Sasa mimi sio mwenyekiti wa kamati ya waamuzi. Lakini si mnajua gani baada ya siku ngapi mnapata majina? Of course tunatamani tupate mapema zaidi, lakini bado ni jambo la kamati ya waamuzi. Kwa hiyo tunaamini tu wao wanafahamu utaratibu wanaotumia.